Today nataka tuanze kuangalia news zenye effect kwenye upande wa gold, kwenye upande wa Nasdaq na upande wa US30. But kwa sababu hao wote wanakuwa affected by nani? By USD news. Kama mnakumbuka kwamba tulivyozungumza kwamba USD news inaweza news ambazo zinahusiana na USD zinaweza zikaleta nini? Zikaleta effect kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo hapa pia tutaweka na nini? Na USD. Kwa sababu bila kuinterpret news inavyo affect USD, unaweza usipate namna gani ita affect Nasdaq ama ita affect gold. Kwa hiyo news ambazo unatakiwa kuzitazamia, kwa sababu kwenye kalenda yetu tuliona kuna news nyingi. It's almost kila siku zipo. Ama kuna news nyingine unakuta ziko nini? Ziko red. Kama nilivyowaambia kwamba kuna news nyingine unakuta zimekuwa indicated by nini? Red color, na ziko upande wa nani? Wa USD. Haimaanishi kwamba kila news yenye red color inakuwa na impact kwenye USD ama inakuwa na impact kwenye market. Kwa hiyo news ambazo nitakuwekea hapa ndo news ambazo unatakiwa uzitazame as a trader kwenye upande wa gold, kwenye upande wa Nasdaq, kwenye upande wa US30. Japokuwa hapa kuna news ambazo it's common kwamba iki affect Nasdaq ina affect na US30 in the same way, lakini hapa usitaki pagusia kwa sababu bado hatujasoma kwa undani zaidi kuhusiana na Nasdaq ama US30. Twende tukaone news namba 1, nitaziorodhesha hapa, alafu tutaanza kusoma moja baada ya nyingine. Ya kwanza ni forms. Number 2, news number 2 ni NFP. Number 3, inflation report, ama huku mbele unaweza ukaweka CPI. Alafu number 4, PPI. Number 5, initial jobless claim. Number 6, retail sales. And number 7, bank holiday. Number 8, GDP. Hii weke star. Number 9, presidential speech or meeting. Hizi ndo news ambazo tunaweza kuzitazamia kwa siku ya ama kwenye upande wa calendar news. Kwa hiyo news yoyote unayoiona iko hapa ndio unafahamu kwamba itaweza iwe na red color ama wamewekea ile orange ama wamewekea gray, unafahamu kwamba italeta impact kwenye nini? Kwenye soko la forex. Japokuwa unahitaji kuifahamu moja baada ya nyingine kwamba italetaje effect kwenye upande wa gold, labda Nasdaq, US30 na USD yenyewe kama USD. Hizi news zote nilizokuwekea hapa ziko kwa upande wa nani? Wa Marekani, USA, ambazo zinaleta effect kwa upande wa USD. Japokuwa haimaanishi kwamba nchi nyingine hawana news za hivi. Zipo, lakini sisi tunatazama kwa upande huu kwa sababu tunaenda kutrade gold, tunaenda kutrade Nasdaq, tunaenda kutrade US30, tunaenda kutrade na zile news zote ambazo zinahusiana na nani? Na USD. Kwa hiyo unaweza ukakutana na news nyingine labda PPI, ukakutana nayo lakini ikawa kwa upande wa nani? Wa NZD. Hiyo inakuwa haikuhusu. Ama ukakutana na retail sale ikawa kwa upande labda
labda wa GBP ambao ni ya British, hiyo inakuwa haikuhusu kwa wewe trader. Kwa hiyo hizi news zote unazoziona hapa nimekuorodhesha ni zile ambazo ni zinahusiana na nani? Na USD. Hapo nimepaweka vizuri. Sijui ukaona kuna news nyingine wamekuandikia PPI ama CPI. Mfano labda CPI inaenda kutoka labda upande wa labda euro, ukasema ndio hii ambayo unaenda kuaffect kwenye upande wa Nasdaq ama gold. Hapana, hizi zote ni za upande wa USD, na wewe kama trader unatakiwa uweke nguvu kwenye kuangalia news ambazo ni za upande wa USD. Tuanze news moja baada ya nyingine. Nitaanza na hii forms. Before forms, naomba kwanza nielezee, unapoona news ambayo imeandikwa forms, maana yake inakuwa inamaanisha nini? Inamaanisha interest rate. Ama kuna sehemu nyingine unaweza kuambia kwamba leo ukasikia trader anazungumza kwamba leo kuna federal fund rate. Wanakuwa anaweza trader ukasikia labda wanazungumza hivi, yani maneno ambayo wanatumia kwamba leo kuna federal fund rate, lakini kitu kinachoenda kuwa discussed ama kuwa released hapa kinakuwa ni nini? Ni interest rate. Tunafahamu kila nchi ina interest rate, kila nchi inakuwa na interest rate. Kuna hata hapa kwetu tuko na nini? Na interest rate. Sasa before hatujaona upande wa hii forms, tuanze kwanza na kitu kinaitwa Federal Reserve. Kama mnakumbuka juzi kama kuna somo ambalo tuliona hapa Central Bank, tukasema ya Marekani inaitwa Federal Reserve Bank, ambayo inahusika ambayo ni Central Bank. Kwa hiyo kwa upande wa Marekani inaitwa Federal Reserve Bank. Hiyo ndo kama ilivyo ya kwetu huku ambayo inaitwa nini? BOT, ni Central Bank yao. Sasa hawa ndo wanaohusika na kutengeneza sera ama monetary policies ama sera za kifedha, zote zinakuwa decided by nani? Federal Reserve. Sasa huu ndani ya Federal Reserve wao wanakuwa wanaongozwa na nani? Wanakuwa wanaongozwa na Federal Reserve chairperson ama chairman. Sasa hivi ni chairman yupo, ambaye huwa mara nyingi mnaonaga hata clip fulani wanazitengenezea meme, akiwa anazungumza mambo fulani au anatoa speech. Mara nyingi market inakuwa under pressure kwa sababu anything might happen, anachoweza kufanya nini? Anachoweza kuongea. Kwa hiyo hii Federal Reserve Bank anakuwepo mtu ambaye ni Federal Reserve chairman ambaye ana formulate committee, anatengeneza ile committee ambayo ndio inakuja kuform hii nini? Forms yenyewe kirefu chake, kizungumza forms kirefu chake inaitwa Federal O, stand for Open Market Committee. Sasa nataka kuonyesha kwamba hii inatokea wapi. From the Federal Reserve, Federal Reserve chairman ana formulate kama organization ambayo inakuwa na member 10 na ngapi? 12. Wote hao wanatokea ndani ya hiyo nini? Federal Reserve. Sasa kwa Marekani wao wamegawanyika katika state. Unakuta kuna benki ambayo ni federal ambayo ni main, na kuna zingine ambazo zipo zote ni federal, lakini zinakuwepo ambazo anayekuja kufanya maamuzi anakuwa ni huyu mkubwa kwenye hii nini? Federal Reserve Bank ambao ni kubwa. Kwa hiyo from those ambao wanakuwa from our leader ndio wanakuja kutengeneza sasa nini? Kama board, ama kwa lugha nzuri tunaweza kusema board of nini? Board of members ambao wanakuwa ni 12. Hawa ndio wanakuwa wana discuss sasa mambo yote ambayo yanahusiana na interest rate, wana discuss about inflation, wana discuss kama kuna sera yote ya kifedha ndio wanakuwa wana discuss. Sasa hii forms ndo inakuwa formed na hawa member 12. Kwa hiyo news yoyote ambayo inatoka under nini? Under forms, lakini forms inakuwa ndani ya nani? Federal Reserve Bank.
Ndio maana kuna wakati mwingine trader anaweza kukuambia leo kuna Federal Fund late ama Federal Reserve anaenda kutoa ripoti leo. Usije ukajiuliza ni kitu gani. Anaweza akatumia hili neno ama akatumia forms kulingana na jinsi jinsi itakavyokuwa imeandikwa. Japokuwa kwenye kalenda ya Forex Factory utakuta wamekuandikia forms na watakuwa wameandika, na hii hapa tutaenda kuona jinsi zinavyokuwa kwenye nini, kwenye kalenda. Kwa hiyo hawa ndio wanao discuss mambo ya interest rate. Sasa twende tuangalie interest rate ikitoka ina affect vipi kwa upande wa Nasdaq, ina affect vipi kwa upande wa gold, na ina affect vipi kwa upande wa USD. Tuanze na hii USD. Tunachukulia mfano. Kwa mfano kwenye upande wa previous data ilikuwa labda ni 0.75 interest rate, then ikaja forecasted ikawa ni 0.55 na and actual number ikatoka labda ikawa ni 0.55. Maana yake from the forecast imepungua, from the previous wameipunguza, ilikuwa forecasted ikawa ni 0. ngapi? 0.55, na iliyokuja kutoka hapa ikawa ni 0.55. maana yake imefanya nini? Imepungua. Sasa tutengeneze concept hapa. Naomba hapo usipakalili, usikalili kuangalia hizi hapa. Kwanza elewa vizuri jinsi inavyo operate interest rate, then hizi zitakuja kuwa ni final. Utakuja kuziangalia kwamba hii ni final, kwamba ikipungua ama ikiongezeka matokeo yake yanakuwa ni yapi. Twende kwenye upande wa, tuanze na upande wa Nasdaq. Naomba nikuanzie kwenye upande wa Nasdaq. Nasdaq naomba nielezee kidogo hapa kwa sababu hatujafikia hicho kipengele. Naomba nielezee kidogo jinsi Nasdaq inavyokuwa. Nasdaq ni kama ilivyo, tunaweza tukasema inafanana na DSE. Ndani ya DSE hii ni stock market ama stock exchange. Inaitwa Dar es Salaam Stock Exchange. Hata hii hapa inaitwa Nasdaq Stock Exchange. Haina tofauti. Tofauti yake ni kwamba Nasdaq imebeba makampuni makubwa comparing to nini? To hizi DSE. Kwa ndani ya DSE utakutana na yumo CRDB, utakutana na yumo NMB, utakutana yuko Twiga Cement, utakutana yupo na kampuni nyingine ambazo zinafanya nini? Zimo ndani ya nani? Ya DSE. Na maana investors ndani ya DSE wanaweza wakanunua labda share ama hisa za upande wa CRDB, wakanunua wakaitrade nini? DSE ndani ya hiyo DSE. Na ndani ya DSE utakutana na brokerage companies nyingi kwa hapa Tanzania. Even tu hapa kwa upande wa Nasdaq iko hivyo hivyo. Ukienda kwenye upande wa Nasdaq utakutana na makampuni mengi. Mfano labda utakutana na Apple, utakutana na Google, utakutana na Tesla, utakutana na makampuni mengine ambayo yanakuwa yamefanya nini? Yako ndani ya Nasdaq. Kwa hiyo Nasdaq inakuwa affected by nini? By taarifa mbalimbali from the company, lakini taarifa mbalimbali from the investor, lakini taarifa mbalimbali from USD. Kwa nini USD? Tunafahamu kwamba kwa mfano Apple ni company from America. Ukiija Google ni company from America. Tesla ni company from America. Nasdaq, kampani zote zilizopo hapa ziko ndani ya nani? Ya Amerika. Maana yake nini? Kitu kinacholeta effect kwenye USD kitaleta effect pia kwenye Apple, kitaleta effect kwenye Google, kitaleta effect kwenye Tesla, lakini kitaleta effect kwenye Nasdaq nzima kiujumla, kwa sababu hao wakishakuwa affected, maana yake na Nasdaq inakuwa nini? Inakuwa affected pia. Hapo nakutolea just few maelezo ili uweze kufanya nini, kuelewa. Sasa tuende kwenye upande wa interest rate. Tuko hapo kwenye forms, interest rate data au report. Hija hapa tuseme mfano imetoka interest rate imedrop. Sitoangalia, sitoandika zile previous forecast, hapana. Nataka tu discuss tu hapa. Ikitokea interest rate imedrop, ni impact gani ambayo itaitengeneza kwenye upande wa USD? Yaani ilikuwa kubwa, sasa imeshuka ikawa ndogo. Mfano previous ilikuwa labda 0.75, hapa ikaja 0.4 na hapa ikatoka 0.4. Maana yake imefanya nini? Imeshuka. Ilikuwa ni kubwa ikashuka ikawa
ndogo. Kwa upande wa USD ni effect gani ambazo itazileta? Tunaanza kuangalia overall performance ya USD. Kwenye nchi yoyote ile ambayo interest rate, naomba kwanza tuanze na ambayo iko haya. Tuanze na haya ndo twende ambayo imedrop. Tuanze na hii, ikitokea imekuwa haya, ili nisitengeneze ikiwa haya. Badilisha hapo. Ikitokea interest rate imekuwa ni kubwa, kwamba imetoka from, hizi data naomba nizibadilishe hizi hapa, maybe imetokea from 0.25 ikaja 0.4 na hapa ikatoka 0.4. As a trader kwenye upande wa USD ni kitu gani kitatokea? Nchi yoyote ile ambayo inakuwa na interest rate kubwa, inaweza ika-attract investors kwa upande wa nini? Wa currency husika ambayo inakuwa inatumika kwenye nchi hiyo. Kwa mfano kwa USD, inapotokea interest rate imekuwa ni kubwa, inaweza ika-attract investors wakaja kuwekeza kwa upande wa nini? Ama waka pull money from other countries kuja kuwekeza kwenye upande wa USD. Kwa mfano masuala kama ya bond, ama wakachukua hata loans na vitu kama hivyo. Wanafanyaje? Kwa mfano ikitokea hii ni country A alafu country B, huyu ana interest rate A, ana interest rate ya 0.7 mfano, alafu country B ana interest rate ya 0.2. Wale investors ama watajiri ambao ni wakubwa upande wa nchi husika wanaweza wakatoka country A kwamba ikawa interest rate iko ni 0.7, wakaja country B wakachukua loan, then wakichukua loan wanakuja kuwekeza kwenye nchi ya wapi? Ya hii hapa. Sasa hili ni somo jingine. Kwa mfano watu ambao wana invest hapa Tanzania, ukienda BOT pale unakuta kuna vipande, wanaita vipande, zile bonds wanakuwa wanaziuza pale BOT kwa Tanzania hapa. Hata wewe mwenyewe unaweza ukaenda ukanunua tu ukaona milioni moja, milioni ngapi. Sasa kuna wale ambao ni matajiri wakubwa, unakuta anajua kwamba Tanzania wanatoa interest rate ya 8. Mimi nikiwekeza Tanzania wananipa interest rate ya ngapi? Ya 8. Lakini nikiwekeza ndani ya nchi yangu watanipa interest rate ya 2. Kwa nitakachokifanya mimi kama investor, nitachukua mkopo kwenye nchi yangu huku, nitakuja kuwekeza Tanzania hapa ambako wananipa nini? Wananipa 8%. Hii 8% na maana mimi wakishanilipa kile kiasi, labda nikiinvest labda 1 billion, wakanipa ile 8%, nitatoa ile 2 ambayo ni ya kwetu, nitakuja kurudisha kwenye nini? Kwenye nchi yangu. Kwa hiyo mimi nakuwa natengeneza biashara kwa kucheza na zile interest rates za nini? Za nchi tu nchi. Hata kwa Marekani wanatumia sana huu mchezo wa interest rate. Wanaweza wakaongeza interest rate labda pull investors, ama wakaongeza interest rate labda kupunguza matumizi ya watu mtu mmoja. Kwa hiyo ina madhara kote kote. Inaweza ikamwathiri raia wa kawaida, ama ikaiathiri nchi kama nchi, ama ikaathiri currency husika. Kwa hiyo inategemea government inataka kucontrol kitu gani kwa wakati huo. Sasa hivi tunazungumzia kwa upande wa nani? Wa USD. Kwa hiyo ina maana interest rate ikiongezeka, kuna uwezekano investors wakatoa investment zao kwenye nchi nyingine, ama ikiwa katika in terms of pesa wakaja kuinvest kwenye nini? Kwenye USD. Hapa nimetolea mfano wa Tanzania. Maana yake wanaweza wakatoa nchi labda nchi fulani wakaja kuwekeza wapi? USD. Maana yake wakiwekeza katika USD, hii USD itakuwa nini? Itakuwa strong. Kwa hiyo ikitoka news yoyote ambayo inaashiria kwamba interest rate imeongezeka, ilitoka labda 0.2 ikaja 0.4 na ikaja 0.4, maana yake interest rate kama imeongezeka, as a trader tunafanya nini? Tuna buy kwenye upande wa nini? Wa USD. Usichanganye hapa tunazungumzia kwenye upande wa nini? Wa USD peke yake, hatujazungumzia kwenye gold, hatujazungumzia kwenye Nasdaq. Kwenye upande wa USD tuna buy. Mfano ni nini? Kwa mfano ikiwa labda ni USD JPY, maana yake huyu amekuwa nini? Amekuwa strong. Kwa hiyo kama interest rate ingekuwa imetoka labda imeongezeka kama hapa data huu mfano wetu, hii ni example, mfano nilivyofanya, maana yake hii tungeweza kufanya nini? Tungebuy
USD JPY. Lakini zile pair ambazo labda iko hivi, labda Euro USD, hii pair tungefanya nini? Tungesell, kwa sababu USD iko katika upande wa nini? Wa quote. Si unakumbuka zile quote currency and base currency? Ile somo nadhani mnalikumbuka. Kama ingekuwa huyu ndo amekuwa strong, maana yake hapa tungefanya nini? Tungesell kwenye upande wa USD. Hapo nitakuwa nimeeleweka. Na hiki kitendo ambacho investors wanazungusha labda pesa zao kutoka kwenye nchi ambayo ina lower interest rate, wanakuja kuinvest kwenye nchi ambayo ina higher interest rate. Hicho kitendo kinaitwa carry trade. Carry trade. Ukipata muda unaweza ukaenda ukasoma hiki kitu. Carry trade. Ukaangalia carry trade ni nini. Hii wanaitumia sana investors, wanaitumia sana hata matajiri. Kwa mfano level ya kina Mohamed Dewji wana utajiri wa 1 billion na kuendelea. Wanatumia sana mikopo ya namna hiyo. Anaweza kaenda kuchukua mkopo kwenye nchi ambayo anafahamu labda interest rate yao ni ndogo sana, alafu anaenda kuwekeza sehemu kwenye nchi ambayo interest rate ipo kubwa. Wanajua namna ya kuwekeza kwenye labda kwenye hizo fursa mbalimbali, kwenye hizo labda kwenye bonds, vitu kama hivyo, kwa sababu bond inaendana na interest rate. Ile rate wanaokupa ya mwisho wa mwaka ama ya kipindi fulani lazima itokea kwenye nani? Kwenye central bank. Kwa hiyo anaweza kaenda kachukua mikopo sehemu fulani ambayo interest rate iko lower, akaja kuwekeza sehemu ambayo interest rate iko haya. Sasa unapowapull watu wengi wakaja kuwekeza kwenye nchi yako kwa sababu kuna interest rate, kumbuka ule mzunguko wa pesa unakuwepo ni mkubwa. Pesa lazima itaonekana kwenye hiyo nchi na kusababisha currency ya ile nchi kuwa nini? Kuwa strong. Ikiwa strong, maana yake itaweza kuziovercome hizi currency nyingine. Lakini currency ikitokea interest rate imekuwa lower, tupo bado kwenye nani? Kwenye USD. Maana yake vice versa is nini? Vice versa is true. Hii ita sell. Maana yake investor kama USD imekuwa higher interest rate, investor watapull money from USD, watatafuta sehemu nyingine. Sasa ni wapi wawefanya nini? Wawekeze. Sasa kwa upande wa Marekani, wao ni wajanja kidogo kwenye hii swala, wahamishi pesa kutoka kwenye nchi yao, wanaibakisha hapo hapo kwenye nchi yao, kwa sababu they know how to play hivi vitu ili kuifanya nchi yao izidi kuwa na nguvu au currency yao izidi kutawala. Hawahamishi pesa kuipeleka nchi nyingine. Lakini nchi nyingine kwa mfano za Kiafrika bado wana huo mchezo. Interest rate ikiwa kubwa sehemu fulani, anahama anaenda sehemu nyingine. Hata matajiri sana wanatumia huu mchezo. Au wakati mwingine unakuta tajiri ana biashara yake, ana investment yake fulani, anakuja na agree na benki, bwana mimi nahitaji mkopo kiasi fulani. Benki na yenyewe wanakaa chini, wana reduce ile nini? Interest rate kulingana, ama wanaiongeza kulingana na huo mkopo yeye anaenda kufanyia nini. Kwa hiyo yote mazingira hayo wanaweza wakafanya nini? Wakayafanya, especially kwa wale matajiri ambao ni wakubwa. Sasa tuje kwenye upande wa gold. Kwanza kabla hajaenda kwenye upande wa gold, hii concept hapo umeielewa ya USD? Nimeanza na USD ili tutengeneze msingi. Najua huku sisi hatuendi kutrade hizo pair. Concept hapa ya USD umeielewa? Ndio mwalimu. Sawa. Twende kwenye upande wa kabla ya gold. Tuje kwenye gold. Alafu tutaenda kwenye Nasdaq. Sasa USD tumeona kwamba interest rate ikiwa strong, tunaona interest rate ikiwa higher, USD inakuwa strong. Lakini ikiwa lower, tunaona interest rate inakuwa weak. Maana yake USD inakuwa weak. Alafu then maana yake ni kwamba kama hii ni USD inakuwa weak ikiwa interest rate imekuwa lower. Sasa wanachokifanya kwa upande wa Marekani ni kwamba interest rate ikiwa higher, naomba nielezee kidogo hapa kwa upande wa gold. Gold mpaka sasa hivi ni sehemu sahihi ya kuinvest. Yaani hamna sehemu ambayo imeweza kuovercome gold. Haipo. Hakuna investment yoyote ambayo imeweza kuovercome gold kwa security. Kwamba mtu yoyote anaye invest kwenye gold kupoteza mtaji wake ama kupata hasara
ni asilimia iko chini sana, kwa sababu gold imeanza kuperform kuanzia karne za nyuma huko. Sasa hivi ripoti iliyotoka wanasema more than miaka mingapi? Miaka 5000 gold imekuwa ni asset ambayo ni muhimu sana, haijapoteza ile value kulinganisha na assets zingine, kwa mfano hivyo copper ama na vitu vingine. Kwa hiyo ukiwa na store kubwa ya gold, na ndio maana hata Marekani wanajitahidi sana ku maintain. Marekani ina store kubwa ya gold. They know kwamba kuna siku nyingine labda inaweza ikatokea labda stock market zisifanye vizuri, ama ikatokea labda oil ikapotea, labda you never know, oil ika collapse na vitu kama hivyo. Lakini sisi tukimaintain gold, maintain nini? Wealth. Mtu yoyote ambaye anatunza gold, hata wewe babu yako angekuwa ametunza kipande cha gold sasa hivi kwenye nyumba yenu, hata angekuwa amekifukia kwenye shimo ya namna gani, ukikiokota sasa hivi kinakuwa na thamani ile ile, tena kinaweza kikao kimepanda maradufu zaidi. Ndio maana unaona hizi nchi kubwa zinajitahidi sana kutunza store ya kuwa na gold nyingi sana. Ukienda China wanafanya same thing, ukienda UK wanafanya same thing, wana gold ambazo zimetunzwa kuanzia mababu mpaka sasa hivi. Sasa wanachokifanya, kwa sababu inafahamika kwamba higher interest rate inafanya gold ku appreciate, I mean USD ku appreciate. Nikizungumza neno ku appreciate ni kwamba inakuwa nini? Inakuwa strong. Sasa ikitokea tumeloa interest rate, matajiri wanachokifanya, tunafahamu kwamba gold yenyewe inakuwa na value muda wote, inakuwa na value ambayo ni nzuri. Sasa wakishusha interest rate, ama interest rate ikiwa haya, tuanze na hii neno haya, ikiwa haya maana yake ni nini? Hii gold inapoteza nini? Tusizungumze neno value. Value inakuwa hivyo hivyo. Tuzungumze price. Tuzungumze price. Price inafanya nini? Ina drop. Kwa nini ina drop? Kwa sababu matajiri wengi wanakuwa washaona interest rate imekuwa strong. Kwa hiyo sisi hatuhitaji kuendelea kuinvest sana hapa. Hatuhitaji kuendelea kuwekeza sana kwenye nini? Kwenye gold. Tunachotakiwa ni kutoa pesa kwenye gold na kuipeleka kwenye nchi, ama kwenye nchi yetu ambako kuna haya interest rate. Maana yake ni nini? Kwamba tuki increase interest rate, maana yake gold price inafanya nini? Ina drop. Investor wanatoa zile capital zao na kuzipeleka sehemu ambako kuna nini? Kuna interest rate kubwa. Lakini japokuwa tunakumbuka gold iko valued under nani? Under USD. Ukienda kununua gold kwenye world market, lazima hiyo converted to USD. Ndio maana unaona kila tukio linalo affect gold, linalo affect USD lina affect na gold pia. Chochote kinachoigusa USD kina affect na gold. Unaweza kujiuliza uhusiano huu unatokea wapi? Ni kwa sababu gold iko valued under USD. Mtu ambaye anaweza asielewe, labda ukienda supermarket unakuta wamekuwekea bidhaa mbalimbali, alafu wameziwekea price, labda T-shillings fulani. Sasa gold kwenye world market iko under nini? Under USD. Maana yake ukija na pesa yoyote ile unataka kununua gold, lazima uibadilishe iwe nini? Iwe USD, ndipo uweze kuinunua gold ama kuinvesti kwenye gold. Kwa ndio maana unaona kila tukio linaloambatana na USD lina affect na nini? Na gold pia. Kwa hiyo ina maana haya interest rate, watu wanatoa capital zao wanapeleka kwenye nini? Kwenye haya interest rate. Kumbuka matajiri wao wako after profit. They are looking for profit, ama kumultiply wealth yao. Ama investors wale wanaangalia vitu ambavyo vinaweza vikawafanya pesa yao kuwa under low risk na kutengeneza faida kwa muda fulani. Kwa hiyo interest rate ikiwa haya, price of gold ina drop. Interest rate ikiwa lower ama ukishusha, maana yake ni nini? Huku kwenye interest rate panakuwa hamna dili tena. Kwa hiyo tutakachokifanya ni kuhamisha fedha zetu na kuzirudisha kwenye nini? Kwenye gold. Ina maana gold price itafanya nini? Itakuwa strong. Ikiwa strong, maana yake tutafanya nini? Tutabuy. Hapa kwenye haya tuta sell. Nimeeleweka hapo? Lakini kama utashindwa kutengeneza concept ya namna hii, utakuja hapa. Kama utashindwa hapo kupaelewa vizuri, kuna namna nyepesi tu ambayo uhitaji kutumia nguvu nyingi sana. Tunafahamu tukiwa tuna trade gold, inaandikwa hivi: SAU USD. SAU USD. Hii neno SAU, SXAU, hii ni Latin word ambayo ina mean nini? Inamaanisha gold.
Kwa hiyo ina maana hapa nini? SAU USD ni gold versus USD, kwamba una trade gold against USD, kama ilivyo kwamba labda USD JPY. Kwa huku una trade gold against USD. Kwa hiyo unakosha fahamu kwamba interest rate ikiwa strong, maana yake gold itakuwa nani? Itakuwa strong. Kwa hiyo hapa tunafanya nini? USD ni quote currency, SAU ni base. Kinachoenda kutokea hapa ni nini? Hii pair tunafanya nini? Tunaisell. Lakini ikiwa lower, maana yake SAU atakuwa nani? Atapata nguvu, atakuwa strong. Kwa hiyo ni kitu gani kinachoenda kutokea hapa kwenye SAU USD? Tunaenda kufanya nini? Kubuy gold. Hapa tuna sell gold. Nimeeleweka mpaka hapo? Ndio mwalimu. Mimi binafsi nimekuelewa. Naamini hapo tuko pamoja. Twende kwenye upande wa Nasdaq. Ama unaweza kurudi kidogo? Wapi, sehemu gani? Yaani hiyo kwenye kusell hapo samani. Sawa. No problem. Nimezungumza kwenye upande wa interest rate. Nikasemaje? Interest rate ikiwa high, maana yake hii ni USD inakuwa nini? Strong. Maana yake tuna buy USD. Ikiwa low, maana yake inakuwa weak. Ina maana tuna sell USD. Nikazungumzaje concept, brother ambaye ameuliza concept ya kwa nini hii USD inakuwa strong na ama inakuwa low, sumeielewa hiyo? Ndio. Sawa. Kwa hiyo nikazungumzaje kwamba kwa upande wa gold sasa, kwa sababu hapa tulikuwa tunazungumzia upande wa USD, nikaja upande wa gold ni kwamba interest rate ikiwa high, maana yake investors wanakuwa hawaoni tena umuhimu wa kuendelea kuhold asset hizi kama gold, kwa sababu wanaweza wakaja kuinvest kwenye sehemu ambako kuna higher interest rate na wakapata return ambayo ni nini? Ni kubwa. Kwa hiyo kitendo cha kutoa investment zao na kuziwekeza kwenye sehemu ambayo kuna higher interest rate ita affect price of nini? Of gold. Maana yake interest rate ikiwa higher, gold inakuwa weak. Hapa nazungumzia gold price, sio value. Price ya gold inakuwa nini? Inakuwa weak ama ina drop. Kwa hiyo maana yake gold itafanya nini? Ita sell. Lakini nikasema ikiwa low kwenye interest rate, maana yake gold itakuwa very strong, kwa sababu investor watatoa investment zao na kwenda kuwekeza kwenye asset kama ilivyo gold. Kwa hiyo ikiwa strong, maana yake tutafanya nini? Tuta buy. Na gold itakuwa buy. Ikiwa low, interest rate ikiwa chini, maana yake gold itakuwa strong na kupelekea gold price kupanda juu ama kubai. Nimeeleweka hapo? Ndio, nimekupata. Okay, sawa. Hapo nashukuru. Twende kwenye upande wa Nasdaq, twende kwenye upande wa Nas 100. Twende kwenye upande wa Nasdaq. Nasdaq tumezungumza kitu kimoja kwamba ndani ya Nasdaq kuna companies unazikuta ziko humu ndani, registered companies. Hata ukienda, naomba watu tuanze kufuatilia hivi mambo ya stock. Unajua sasa hivi na washauri mtu yote ambaye kama una capital ama una some amount labda from 1 million kidogo unaingiza hicho kipato, kwamba you can save, umeshatoa labda ada za watoto, nyumba yako, gari lako, kuhudumia na vitu kama, then you can save 1 million per month. Ni vizuri ukaanza kutafuta sehemu kama hizo za kuwekeza pesa zako. Unanunua tu ni kama vile unazitelekeza huko. Unaenda kwenye stock market DSE hizo, ama unaenda kwenye agent mbalimbali ambao wako hapo. Unaweza kuinvest kwenye companies tofauti. It's a good idea. Yaani unaweza kutengeneza retirement ya kwako wewe. Kwamba uko unawekeza tu hata 400,000 mfano. Unaweka 400,000 labda per month. Mimi nimejiwekea hiyo. Ngoja niweke 400,000 mfano kwa mwezi.
Kwa hiyo unanunua labda share ama hisa za laki nne labda za kampuni fulani ambayo inabidi upate elimu nzuri hapa. Sio kwamba unaenda unanunua tu kampuni yote, hapana. Tafuta kampuni ambayo unajua miaka 20 30 itaendelea ku appreciate, kuwa strong zaidi na zaidi. Unaweza ukajitengenezea retirement fund ambayo ni nzuri. Kwa hiyo ukajikuta una milioni hata 200, ama likitoka lile gawio la mwezi la mwaka wanapofunga mahesabu yale, unakuta unapata hela zako nzuri, milioni 20, milioni 10 ngapi, na pia you can sell it. Hizo kama ni hisa unaweza ukauza kwa mtu mwingine. Na uzuri wa hisa zinaweza zikakusaidia kuliko kuweka bondi labda nyumba yako, kuchukua mkopo ukachukua hizo hisa zikakudhamini kama nini, ikawa ni bondi. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza mfumo ambao ni mzuri kwa baadaye, kwamba ngoja ni invest for 10 years, for 30 years ama for 20 years, inaweza ikakusaidia. Ni siku nikija kupata time nitaelezea kidogo hapa kidogo tupate mwanga. Sasa Nasdaq na yenyewe nilivyozungumza iko kama nini, kama DSE. Kuna companies mbalimbali ambazo zimewekeza ndani ya DSE, ndani ya Nasdaq, na hizo companies zinakuwa affected by performance of USD. USD ikiwa affected, na zenyewe zinaweza zikawa affected. Ni kama companies zetu ambazo ziko hapa Tanzania. Kwa mfano ikitokea kitu chochote, labda president amezungumza sera yoyote ile, inaweza ika-affect uchumi wa company. Kwa mfano uongozi uliopita kipindi fulani kabla ya Mama Samia, ulikuwa unaona biashara zina struggle sana, unaona companies nyingine zinafilisika, wengine wanatoka nje ya mchezo kabisa, kwa sababu inategemea na zile sera ambazo zimefanya nini, zipo kwa muda huo wa serikali. Kwa hiyo interest rate ina uwezo wa kuleta effect kwenye hizi company ambazo zimekuepo hapa ndani ya ya Nasdaq. Mfano labda Apple, labda Google, labda Tesla, labda Amazon. Zote hizi ni company ambazo za Kimarekani na mauzo yao yanamtegemea ya USD. Even investors ambao wanakuja kuinvest kwenye hizi stock ama Nasdaq, wote wana invest in terms of USD. Kwa hiyo ikitokea kitu chochote kinachoathiri USD, kinamwathiri Nasdaq mwenyewe, kinaathiri investors ambao wako ndani ya USD, ndani ya Nasdaq, kina affect pia na hata hizo company moja kwa moja. Kwa hiyo tuone kwamba ikatoka higher interest rate kwa upande wa Nasdaq, ni kitu gani ambacho hasa kinaenda kutokea? Ikiwa ni higher interest rate, tunafahamu tukiongeza interest rate ikiwa high, maana yake ni nini? BOT, natolea mfano hapa Tanzania, ikitokea BOT wameongeza interest rate kuanzia bank CRDB, natoa mfano CRDB. Hivi kutaja makampuni sio shida kweli? Sije kaniwia shida hapa. Watu wakaanza kunani, mbona kampuni yetu tunaitolea sana mfano? Shida iko wapi? Wanasheria kama mpo hapa, inabidi mtanitetea tu huko baadaye. Natolea mfano. Hamna shida. Okay. Kwa hiyo inapotokea kwamba interest rate BOT wamepandisha, sasa hivi sijafuatilia, sijui interest rate ya Tanzania ni ngapi. Nitatolea tu mfano, sijajua, labda tuseme ni 0.4 from BOT, wao wana interest rate ya 0.4. CRDB hawa, kumbuka hata hii mikopo tunayoichukua CRDB ama NMB ama benki yoyote ile ambayo tunachukua kwenye unaenda kuchukua mikopo, interest rate chimbuko lake hiyo wanayokupatia kwamba sisi tunatoa riba ya 18% ama tunatoa riba ya 5%. Chanzo chote kinaanzia wapi? Ile central bank iliyopo. Kwa hiyo kama BOT wamesema wao wana interest rate ya 0.4, maana yake CRDB, kwa sababu nao wanafanya biashara, wanaweza kusema sisi tutakuja kutoa interest rate kwa wateja wetu labda 0.7. Kwa hiyo ukichukua mkopo labda milioni 10, sisi utaturudishia interest rate ya 0.7. Na NMB na wenyewe wanaweza wakaja wakapanga cha kwao labda 0.9, kwa sababu wao ni wafanyabiashara na wanajua ni grupu gani wanafanya nini, wanalihudumia. Kwa hiyo chimbuko limeanzia wapi? Limeanzia hapa BOT. Likaja lika-affect CRDB, lika-affect NMB, likaja labda lika-affect na Exim, labda benki nyingine, zote zile zikawa affected because ya nini? Ya interest rate iliyotolewa kutoka BOT. Sasa tukija kwenye hii upande wa Marekani wa USD, same thing ina apply kama hivi, kwamba inapotokea interest rate imekuwa strong, maana yake itakuwa nini? Itadhiathiri zile companies moja kwa moja. Kivipi? Ndani ya company, mfano labda Apple, ndani ya hii company kuna nani? Kuna investors. Lakini kumbuka hii Apple ina provide nini? Ina sell
product, ina sell product. Sasa kama tuta increase interest rate, maana yake kumbuka, investor asilimia kubwa wanaendesha biashara yao kwa mikopo, wanaendesha biashara kwa mikopo. Hata watu walioko ndani ya nchi wengi unakuta wanakopa labda kwenye taasisi binafsi ama benki husika, labda benki fulani. Kwa hiyo unapo increase interest rate, kuna grupu kubwa sana linaweza likasema sasa interest rate imekuwa kubwa sasa hivi, hatutakiwi kuchezea pesa. Kama pesa ina maana pesa tukiishiwa hela tunaweza tukalazimika kwenda kukopa, na tukikopa riba inaweza ikawa nini, ikawa kubwa, kwa sababu interest rate ya nchi ni kubwa. Same thing ina apply kwa investor. Investors na wenyewe wanaweza kusema sasa hivi sio muda wa kuchukua mkopo kuja kuwekeza kwenye hizi nini, kwenye hizi companies. Kwa sababu gani? Nitakapochukua mkopo nikaja kuwekeza kwenye hizi companies, maana yake ni nini? Riba yangu itakuwa ni nini? Itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo kitakachoenda kutokea, watu wa mtaani wao wenyewe wanatumia pesa kwa kujilinda sana wasiishiwe, kwa sababu wanajua wakienda kuchukua mikopo ama wakifanya kitu chochote interest rate inaongezeka. Kumbuka kwa nchi za Marekani ama nchi za Uingereza sio kama sisi. Kwa Marekani kuna mkopo wa gari, wana mkopo wa nyumba, wana mkopo wa vitu vingi. Yani unaweza ukakopa nyumba hata miaka 30 years ama 20 years ukakopa. Na hii the more unapokopa miaka mingi inakuwa affected by interest rate. Kwa hiyo deni lako linaweza likaongezeka kulingana na interest rate iliyopo ama likapungua kulingana na interest rate iliyopo. Na hapa ndo Afrika tunapodumbukia kwenye shimo la namna hii. Tunaenda tunakopa mikopo ya watu kwenye nchi za watu huko, interest rate ikiwa chini, baadaye wanakuja kutuambia interest rate imeongezeka. Mkopo riba kama ilikuwa ni bilioni 500, basi inabidi mtuongezee pale zile bilioni 800, kwa sababu interest rate imechukua kipindi fulani ikiwa chini, sasa hivi interest rate imeongezeka. Una cha kujitetea, wanakuambia interest rate imefanya nini, imeongezeka. Kwa hiyo kwa Marekani na nchi zingine wanajilinda sana, na raia wa kawaida lazima afahamu kwamba interest rate iko vipi sasa hivi, kwa sababu nikichezea hizi pesa zangu naweza nikajikuta kwenye matatizo, ama kwenye nyumba ambayo naishi naweza nikajikuta pia nalipa kiasi kikubwa. Kwa hiyo maana yake interest rate ikiongezeka ina affect uchumi wa mtu mmoja mmoja, ina affect uchumi wa investors, na ina muaffect hata government mwenyewe. Kwa hiyo kama hii Apple ina provide product, interest rate iko juu na watu wamebana pesa zao, hawataki kununua bidhaa, maana yake kama walikuwa wamesema tutaseli labda product, labda huu ni mfano, labda product milioni 1, wanaweza wakajikuta wanaseli product 900,000. Maana yake hawajamiti target ambayo ilitakiwa kuwepo. Maana yake kama ni Apple ita drop, kama ni Nasdaq Azul, kwa sababu Nasdaq, ndani ya Nasdaq kuna company, itafanya nini? Ita drop, kwa sababu sales na ile target ya investors unakuta haijafikiwa. Kama haijafikiwa, maana yake Nasdaq inaenda kufanya nini? Inaenda kusell, interest rate ikiwa kubwa. Kwa hiyo if interest rate is higher, ikiwa higher, kwa upande wa Nasdaq tunafanya nini? Tuna sell. One of the best naweza nikashauri kama unataka kutrade interest rate, sehemu ambako inafanya vizuri sana ni kwenye Nasdaq. Nasdaq haina ubabaishaji sana. Kama ni kuseli ina sell, kama ni kubai ina buy. Kwenye hizi pair USD nitakuja nikwambie kitu fulani hapa tutakapoenda kusoma news zinazofuatia. Kuna wakati mwingine inatupiga chenga. Kwa sababu gani? Kuna kitu naenda kufundisha hapa, lakini kwenye Nasdaq iko very clear, imenyoka moja kwa moja. Kwa hiyo ina maana interest rate ikiwa lower, maana yake ni nini? Watu huku wataanza kujiachia, wanakuta spending, wananunua Apple product, investors wanachukua more fund kuwekeza kwenye hizo stocks ama kwenye hizo companies, wanainvest moja kwa moja. Kwa hiyo wanaifanya hii Nasdaq Azul inakuwa very strong. Kwa hiyo ikiwa strong, maana yake nini kinachokuja kufanyika? Nasdaq ita buy. Kwa hiyo if the interest rate is low, maana yake ni nini? Tuna buy Nasdaq. If interest rate is high, tuna sell Nasdaq. Interest rate ikiwa high, tuna sell Nasdaq. Interest rate ikiwa low, tuna buy Nas 100. Mpaka hapo nimeeleweka? Same thing hii ina apply kwenye USC 30, kwa sababu US 30 na Nasdaq
ni wale wale, hawana tofauti yao ipo. Nitakuja kufundisha tofauti yao, lakini zote hizi ni nini? Ni stock exchange ambazo ndani yake kuna companies, na hizi zote ni kampuni za nani? I mean ni stock exchange za wapi? Za Marekani, za USA. Kwa hiyo kinachoathiri kwenye Nasdaq kinamwathiri na nani? Na US 30. Kwa hiyo kama Nasdaq ita sell ikiwa interest rate iko higher, maana yake na US 30 itafanya nini? Ita sell if interest rate is high. If interest rate is low, maana yake na US 30 itafanya nini? Ita buy. Mpaka hapo tuko pamoja? Ndio, tuko pamoja. Yeah. No question mpaka hapo? Tuko pamoja mwalimu. Sawa. Mimi naamini unaandika vizuri. Yaani mimi nikisema nipangilie hapa wakati mwingine nashindwa kwa sababu maelezo najitahidi kuweka maelezo mengi. Lakini naamini kwa upande wako unapangilia vizuri. Hizi notes za upande wa fundamental jitahidi kuzipanga vizuri, kwa sababu sisi kwa upande wetu huku ni changamoto. Hatuwezi kuweka kila kitu. Wakati mwingine tunaweka tu vichache vichache. Vitu vingi havijaelezewa na vitu vingine havipo. Kwa hiyo kisha unaandika vizuri na unaipangilia vizuri iweze kueleweka. Twende kwa hiyo ina maana sasa turudi, naomba ni stop kidogo hapa. Unaweza kuona hizi news zinakuwa ziko zimeandikwa zote, zinakuwa zimefuatana kwa wakati mmoja. Unaona hivi. Sasa kuna hii hapa. Zenyewe zinakuwa hivi. Federal Fund Rate. Naomba tuangalie ambayo imeshapita kwa sababu hapa hamna data yoyote. Hapa hamna data yoyote. Tuangalie ilikuwa March 19 ilikuwepo. Hii hapa Machi 19 hii. Naona jinsi zinavyokuwa, inakuwa hivi. Muda ni huu hapa. Time ya news kuwa released hii hapa. News ambazo zinakuwepo ni hapa. Unaona kama hapa wamekuandikia Federal Fund Rate forms economic projection forms statement. Sisi tunachokiangalia ni hapa Federal Fund Rate ambayo inakuwa na previous data, inakuwa na forecast data ambayo ni hapa, na mwisho wa siku ndio inayokuja kutoka nini? Actual data. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza ikitoka hivi tunafanyaje? Nitakufundisha, usiwe na wasiwasi. Unaona zimefanana na kote 4.5 4.5 4.5. Nadhani nilikuwa nishakizungumzia hiki kitu kwamba wakati mwingine interest rate inaweza ikafanana. Ikifanana tunafanyaje? I will show you namna ya kufanya. Hapa nilikuwa nataka nikuonyeshe forms zinavyokuwa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza ukakuta hii hapa haipo, lakini kuna 1 kuna 2. Haiwezekani iwe nyuzi moja. Zinakuwa nyuzi ziko ngapi? 2 ama 3 kama hapa zinavyoonekana kwa wakati mmoja. Alafu hii hapa forms press conference. Hii ni nini? Ndio anaenda sasa yule Federal Reserve anaenda kusoma sasa ripoti iliyotolewa. Yaani kama taarifa imetoka ambayo sasa ishafahamika na watu lakini haikuwa rasmi. Sasa ndio tunaenda kutoa sasa moja kwa moja kwa waandishi wa habari kwamba sasa hivi interest rate imeshuka labda ikawa 4.5% na sababu ni hizi na hizi na hizi na hizi. Sasa huu muda saa 3:30 kama hapa inavyoonyesha, sisi trader inatakiwa tu tusha trade ama huko ndani ya soko na muda huo. Kwa hiyo hii haituhusu sana. Sisi inayotuhusu ni hii ya mwanzoni ambao ni hii Federal Fund Rate, ndio tunayofanya nini? Tunayofanyia kazi. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza sapo na trade before na trade before news kutoka na trade after news kutoka. Tutaenda kuangalia namna ya kutrade hizi news. Sasa hivi tuna interpret kwamba namna gani news ikiwa hivi itafanya nini? Ita sell ama ita buy. Hicho ndio tunachokifanya. Namna ya kutrade sasa, zile njia za kutrade hiyo news ndo bado sasa hizo tutaenda kufanya nini? Kuziona. Lakini pia data zikifanana hivi natakiwa nifanyeje? Hiyo na yenyewe nini? Bado nitaenda kuonyesha namna inavyokuwa. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa ushanielewa. Kwa hiyo forms, tunapozungumzia forms tunazungumzia news ambazo ziko hivi, zinafanana hivi. Twende kwenye news inayofuatia. Turudi kwenye ubao wetu, twende kwenye news inayofuatia.
News inayofuatia ni news gani? Naomba niangalie hapa au nisomeni ambao ipo ili niende. NFP. NFP. Naomba tusome kwanza concept ambazo naomba tuende kwenye inflation report. Inflation report. Hii nimetaka tuisome hapa ili tuje tuoanishe na kwenye upande wa nini? Wa interest rate. Inflation report. Hii kwa kweli nimekuandikia CPI. Inflation report, CPI. Tunapozungumzia CPI tunamaanisha nini? Kwa hiyo unaweza ukasikia labda trader anakuambia leo kuna inflation report. Usije ukajiuliza wanakuwa wanamaanisha nini. Kwenye kalenda inaonyesha ni nini? Ni CPI. Inflation report ni mfumuko wa bei kwa Kiswahili. Kirefu cha CPI ni nini? CPI. Hii ni kirefu chake, inaitwa Consumer Price Index. Consumer Price Index. Hii ni economic indicators ambayo ina measure mfumuko wa bei ama ina measure change of price paid by consumers for price change. Ni economic indicator ambayo ina measure price change paid by consumer for basket of goods and services. Alafu ina include ili neno include ina include food and energy. Nimelazimika kuandika hapa ili nikuelezee vizuri. Ina include food and energy. Kwa hiyo unaposikia kwamba mfumuko wa bei ni wanakuwa na measure ile price ambayo inakuwa imebadilika kwenye services na goods. Goods ni bidhaa na service ni service ambazo zinakuwa provided kwa ajili ya wananchi wa mwisho, final consumers. Tunapozungumzia kwa mfano kiwanda kinapotoa sukari, labda kiwanda cha sukari kinapozalisha sukari, akimuuzia final consumer, kinamuuzia supplier ndo anakuja kuwauzia sasa hawa wengine, then hawa wengine wa maduka ndo unakuja kukutana nini, tunakuja kukutana nao sisi mtaani. Unaenda kununua sukari dukani, unaenda kununua sukari labda sehemu fulani. Sasa huyu sisi ambao ni final consumer, yani tunanunua bidhaa sio kwa ajili ya kwenda kuuza, tunaenda kwa ajili ya kutumia labda kwenye majumba yetu ama kwa ajili ya services zetu sisi wenyewe. Hii indicator inakuwa ina measure hivyo vitu. Kwa hiyo na yenyewe inaweza ikawa controlled under inflation, under interest rate. Hii ni inflation report, lakini inaweza ikawa controlled by interest rate. Sasa huko tusiende, tuishie tu hapa kwenye CPI. Kwa hiyo mabadiliko ya bei, itaweza bei kupanda sana ya bei za vitu ama kushuka sana, inaweza ikaathiri kwenye upande wa nani, wa USD. Kwa hiyo lazima tuanzie hapa, tuanzie kwenye upande wa USD kwamba ndani ya USD ni kitu gani hasa kinaenda kutokea inapotokea inflation imekuwa strong. Inapotokea inflation imekuwa strong, hapa kuna concept mbili. Kama mnakumbuka muda uliopita nimewaambia kwamba sometime hizi USD inaweza ikaakti tofauti kulingana na kitu ambacho kimetokea. Kwa mfano inflation, USD inaweza ikaakti tofauti kulingana na hizi ripoti za USD kulinganisha na interest rate iliyopo. Sasa tuende kwanza tujifunze hapa kwenye inflation report. Inatokea nini inapotokea USD, I mean CPI imekuwa very strong, kwamba mfumuko wa bei sasa hivi ni mkubwa. Ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea? Tunafahamu mfumuko wa bei ukiwa mkubwa. Concept ya kwanza, concept number 1. Tunafahamu mfumuko wa bei unapokuwa mkubwa, maana yake, chukulia hapa Tanzania, ukiwa na shilingi 10,000, mfumuko wa bei ukiwa mkubwa sana, unaweza ukajikuta unaenda tu kununua vitu sokoni, labda nyanya, vitunguu, ushangaa umenunua nyanya chache sana. Hii 10,000 imefanya nini?
imeperish, imeisha. Unajiuliza mbona hii imekuwaje? Unaweza ukaenda hata na 100,000. Kama mfumuko wa bei ni mkubwa, maana yake pesa ni kubwa, lakini vitu inanunua vitu ambavyo ni nini? Ni vichache. Kwa hiyo inakosa thamani au ina lose ile thamani, ile purchasing power yake inakuwa iko chini. Maana yake ni nini? Kwamba inapotokea inflation imekuwa very strong, inaweza ikasababisha hii USD kuwa nini? Kuwa weak. Na kupelekea USD kufanya nini? Kusell. Kwa sababu unaweza ukajikuta watu wanaenda sokoni ama wanaenda kununua bidhaa, mwisho wa siku zile bidhaa zinafanya nini? Zinakuwa ni chache. Nadhani hata huku kwetu imeshatutokea sana huku. Hiyo kila mtu ana experience nayo. Unakuta mfumuko wa bei umekuwa mkubwa, sukari imepanda bei, sukari kilo moja labda ilikuwa inauzwa 2,500 imepanda mpaka inafika hata 4,000 na kitu. Kwa hiyo kama ulikuwa umezoea kununua kilo 2 ama 3 kwa shilingi 10,000, unajikuta umenunua kilo 1.5 ama kilo 2 tu peke yake. Maana yake ile pesa imekuwa vile vile, lakini imeruzi kama thamani ya pesa imepotea. Kwa hiyo maana yake imeifanya ile currency kuwa weak. Maana yake currency itafanya nini? Itasell. Sasa tukienda kwenye upande wa gold. Maana yake ni nini? Sorry, ikiwa weak hapa sijaelezea vizuri kwamba hii inatakiwa maelezo yamekaa vizuri, lakini jinsi nilivyoandika hapa nadhani nimeandika tofauti. Kwamba CPI ikiwa kubwa inasababisha hii USD kuwa weak na inapelekea USD kusell. Lakini CPI hiyo ikiwa low inapelekea USD kuwa nini? Kuwa strong na kupelekea USD kufanya nini? Kubuy. Sasa hapo nadhani nitakuwa nimeeleweka. Twende kwenye upande wa gold. Tunafahamu gold ni tangible product, ama kwamba ni product ambayo unaweza ukaishika mkononi, na hii product ambayo unaweza ukaishika mkononi maana yake ina athiri inapotokea kwamba inflation imekuwa kubwa. Maana sorry, halo mwalimu. Yes, Na kwamba urudie kwenye CPI samahani, lakini kwenye currency CPI ndio tupo hapa kwenye CPI. Sasa hii CPI umesema ikiwa kubwa. Okay, sawa. Ikitokea CPI imekuwa strong ama imekuwa kubwa, maana yake ni nini? Ikiwa kubwa itaifanya hii USD kuwa weak. If CPI is higher, USD inakuwa weak. Na ikiwa weak USD, maana yake tuna sell nini? USD. Lakini CPI ikiwa low, maana yake USD inakuwa very strong na tunapelekea USD kubai. Sasa tukija kwenye upande concept ya gold. Gold yenyewe ni product ambayo unaweza ukashika mkononi, ni kama ilivyo labda product nyingine, labda sukari na vitu hivyo. Kwa hiyo ina maana CPI ikiwa strong na hii hapa inakuwa nini? Inakuwa strong. Kumbuka gold ikiwa inapanda price itawafanya hata investor wanakuja kuinvest kwenye hiyo gold. Maana yake hata ile chart yake ama price yake itafanya nini? Itaongezeka. Kwa hiyo haya CPI kwenye gold tunafanya nini? Tuna buy. Na kwenye lower CPI kwenye upande wa gold tunafanya nini? Tuna sell. Naomba hizo concept mbili umezielewa vizuri kabla sijaenda kwenye Nasdaq. Concept nimeelewa. Okay. Nimeelewa. Okay. Na wengine kuna mtu ambaye hajaelewa hapa kwenye concept hizi mbili? Twende kwenye Mwalimu, rudia hapo kwenye gold hapo. Kwenye gold nimezungumza, gold ni bidhaa kama ilivyo bidhaa nyingine. Maana yake kama kuna mfumuko wa bei umetokea, hata hii gold itafanya nini? Itakuwa deal kwa muda huo. Price yake itakuwa kubwa. Kwa hiyo higher CPI ama higher inflation, maana yake gold tunafanya nini? Tuna buy. Lower inflation ama lower CPI kwenye gold na penyewe tunafanya nini? Tuna sell. Shukrani. Sawa. Sasa hapa bado tupo hapa kwenye gold
and USD. Naomba, kuna concept nyingine hapa. Kuna concept nyingine. Tuende kwenye kipengele kingine nataka nikielezee. Turudi kwenye interest rate. Interest rate. Tunafahamu kwamba nchi ikiwa inapitia katika higher inflation report, inflation ama CPI ama mfumuko wa bei ukiwa mkubwa kwenye nchi fulani, tunaweza tukacontrol inflation kwa kutumia nani? Kwa kutumia interest rate. Nchi za Ulaya zinafanya sana hiki kitu. Yaani kwamba kwa mfano kipindi cha COVID tulikuwa tunaona nchi nyingi sana walikuwa wanaongeza nini? Interest rate. Watu ambao walikuwa na trade 2019 na ngapi wameona jinsi ilivyokuwa ina operate. Nchi nyingi unakuta New Zealand wanaongeza interest rate, ukienda si wapi wameongeza interest rate, Marekani wameongeza interest rate na sehemu nyingine ambazo wanaongeza nini? Interest rate, kwa sababu kilikuwa ni kipindi ambacho kama kuna mfumuko wa bei mkubwa. Hata hapa sasa sisi Tanzania ulituathiri. Ulikuwa unakuta hata mafuta, sukari vilipanda bei sana, vitu vingi vilipanda bei. Mfumuko wa bei ulikuwa kama umeitawala dunia kwa kipindi kile. Kwa hiyo nchi moja moja ilikuwa inajitahidi namna gani ya kucontrol hiyo inflation. Na tumezungumza kitu tukasema kwamba if interest rate is high, USD tunafanyaje? Tunabuy. Si ndio ulivyoandika hivyo? If interest rate is low, maana yake USD tunafanya nini? Tuna sell. Sasa nchi zinapofanya wanafanya hivi, ikiwa inflation imekuwa ni kubwa kwenye nchi husika, Federal Reserve anaweza akasema sasa huu ni muda wa kuongeza nini? Wa kuongeza interest rate iwe kubwa. Kama ilikuwa ni kubwa, tuiongeze zaidi. Kwa sababu gani tunataka tuiongeze? Labda huyu Fed anaiongeza hii interest rate kuwa kubwa zaidi. Kwa sababu gani? Anafahamu kwamba akiongeza interest rate ikawa kubwa zaidi, watu wataanza kuminimize cost, wataanza kuminimize matumizi yale. Kwamba kama mtu alikuwa ana spend maybe, ama alikuwa ananunua tu vitu ovyo, anaanza sasa kubana zile pesa. Anaanza kuzibana. Kama ataanza kuzibana zile pesa, matumizi yake ataanza kuyabana, akaanza kuwa na matumizi ya chini sana. Maana yake kuna bidhaa nyingine ataziignore, kutofanya nini? Kutozinunua. Sasa hii hapa itapelekea nini? Kumbuka hawa wafanyabiashara pia ambao wanauza bidhaa kwa hawa consumers wanakuwa na nini? Wanakuwa na bidhaa ambao wana mikopo tayari. Wakati wengine ama mwingine mfanyabiashara anakuambia mimi nataka niuze tu nimalize huu mzigo. Sasa nitaumaliza vipi na wakati watu hawanunui? Kwa hiyo nitakachokifanya, kama mfumuko wa bei umekuwa ni mkubwa, mimi sitopandisha bidhaa, sitopandisha ile price ya bidhaa, nitaibakisha pale pale ama nitaishusha. Maana yake hao watu wa mtaani ambao ni final consumer, ambao walikuwa wamebana pesa, wanahofia kwamba mimi nikienda kuspendi pesa, kama nilikuwa nimezoea kununua kilo moja ya sukari kwa shilingi 2,000 mfano, sasa hivi kilo moja ya sukari imefika 6,000. Maana yake Federal Reserve akipandisha interest rate atasababisha wale wafanyabiashara na viwanda na sehemu nyingine kuhakikisha wanashusha price, ili price iendelee kuwa nini? Kuwa maintained, aweze kupambana na nini? Na mfumuko wa bei. Ndio maana kwa nchi za Ulaya wanapambana na mfumuko wa bei kwa kutumia interest rate. Wanapandisha sana interest rate kulingana na mazingira, ama wanaishusha kulingana na nini? Na mazingira. Kwa hiyo ikitokea inflation imekuwa strong, Fed anakuja anapandisha interest rate, inakuwa kubwa. Ikiwa kubwa, wafanyabiashara wata maintain ile cost ya nini? Ya bidhaa zao, ili waweze kuuza zile bidhaa ziishe na kuweza kuleta bidhaa nyingine. Kwa hiyo tunakuwa tumekill interest rate. Sasa hapa kuna concept mbili zimegongana hapa. Interest rate inakwambia kwamba ikiongezeka ina buy. Inflation inakwambia ikiongezeka ina sell. Si mnaona kwamba USD ikiwa ni interest rate ikiwa strong, ikiwa kubwa, maana yake USD tunafanya nini? Tuna buy. Lakini ikiwa ni CPI ikiwa high, kwa upande wa USD tunafanya nini? Tuna sell. Sasa hapa ndio changamoto inayokuja kuwepo kwa sisi trader. Sasa tunakuja kupata changamoto wapi?
ikitokea mtu mfano anataka kutrade hapa, sitaki nifute hii sehemu, anatakiwa labda atrade labda pair USD JPY, mfano anatakiwa atrade USD JPY, na inflation imetoa ripoti kwamba labda USD JPY imetoka, naomba nifute hii kipengele hapa ili nipate sehemu ya kuandika hapa kidogo. Ikitokea trader anataka kutrade USD JPY, mfano anataka kutrade USD JPY na CPI imetoka ikiwa kubwa. Kwa maelezo ya inflation hapa moja kwa moja, ikitoka kubwa USD JPY hapa tunategemea kuona nini? CPI ikiwa strong, ikiwa kubwa, hii pair itafanya nini? Ama USD itaseli. Asante sana, itaseli. Sasa concept zinazokuja kuwepo hapa, kwa sababu kumbuka hapa tunacheza na mchezo wa nani? Wa investor. Sisi tuna trade ile reaction ya investor wanachoenda kukifanya sokoni, wanaenda kufanya nini? Even the bank wanafanya hivyo, even hedge fund wanafanya hivyo. Wanaangalia, je, hawa investors wanaenda kufanya kitu gani? Ni kitu gani kinaenda kutokea pale? Sasa CPI imetuambia kwamba USD ikiwa kubwa USD ina sell, lakini Federal Reserve mwenyewe anasema kwamba mimi inflation ikiongezeka na increase interest rate, ambako aki-increase interest rate USD inafanya nini? Ina buy. Huku CPI inatuambia to sell, huku interest rate inatuambia to buy. Ni kitu gani tunaenda kukichukulia hapa? Ndo maana unaweza ukaona CPI inatoka ikiwa labda kubwa, unategemea hii pay ita sell, unashangaa mara imesell kwa nguvu sana, afu imerudi juu faster sana. Sijui kama hiyo wale watu ambao washaanza kutrade washakutana na hizo scenario. Yaani unakuta news ina sell sana, inafuata ile direction ya usika, alafu inatoka pale pale. Hicho ni kitendo cha sekunde tu, sekunde moja mpaka 5 inaweza ikawa imeshafanya hiyo reaction. Ni kwa sababu kuna vitu vimekizana hapa. Sasa sisi tunakuwa hatujui ni reaction ipi inaenda kufuatwa. Je, investor wanaenda kuifuata hii ya Fed ama wanaenda kufuata inflation kama ilivyo hapa? Sorry mwalimu. Na unakuta news zote zinatoka kwa wakati mmoja. Hapana, haitoki kwa wakati mmoja, ni wakati tofauti. Lakini sasa reaction, unajua investor yeye anapokuja kuinvest, ainvest kwamba kwa kuangalia pale, anainvest kwamba je, nitamwangalia Fed ama ataangalia kitu kilichopo hapa. Kwa hiyo unakuta kwa sababu chati ile kutembea, so unakumbuka chati tulidiscuss namna gani chati ina move from point A to point B. Chati ina react kutokana na investor wanachokifanya, ama currency, wale drivers wa currency wanachokifanya. Kwa hiyo inapotokea kwamba interest rate, CPI imekuwa very strong, sisi trader tunakuwa hatujui pale kwamba je, reaction ya soko inaenda kufuata reaction ya Fed, kwamba kama imetoka kubwa, ni kweli ilikuwa inatakiwa market kufanya nini? Kusell. Je, itaseli pale pale ama wataifuata ile Fed anavyotaka kufanya? Si kama hapo concept mmenielewa hapa? Samahani kidogo. Kwa jinsi ambavyo nimeelewa, umesema hizi kama hii CPI tunategemea mfano kwenye ile kuangalia kwenye news kule, si ndio? Yaani ngoja kidogo. CPI mara ya kwanza nimeielezea ikiwa yenyewe. Yes. Ikiwa yenyewe bila kuchanganya nani? Interest rate. Yes. Sasa hivi ni concept ambayo najaribu kuconnect kwamba kutokea kwenye interest rate na inflation report, matokeo yake yanavyoweza kuwa. Nilikuwa najaribu kuwaza kwenye hili scenario. Kwenye hili scenario kwamba hizi CPI mfano kwenye tunaangalia kwenye kalenda, hizi interest zote tunaangalia kwenye kalenda. Umesema kwamba inaweza ikatokea zikakinzana. Yaani sio kwamba kukinzana. Kwa mfano unakuta mwezi huu kuna CPI, si ndio? Mwezi huu, mwezi wa 4 kuna CPI. CPI imetoka ikiwa nini? Ikiwa kubwa, imeongezeka, mfumuko wa bei umekuwa mkubwa. But investor wanajua kwamba CPI ikitoka ikiwa strong, kinachoenda kutokea kwa Fed ni kitu gani? Kwamba ataenda kuincrease nini?
interest rate. Sasa je, sisi tuta vipi? Yani tuchukue action gani? Tuifuate hii interest rate ama tufuate ile jinsi namna Federal Reserve atakapoenda kuact kwenye hii USD? Na hapa si naeleweka, Mungu wangu. Nimekuelewa na kuelewa. Najaribu kuelewa. Ambavyo mimi nimekuelewa ni kwamba kwa maelezo yale awali ulisema kwamba ikiwa CPI iko high maana yake hiyo currency ya USD inakuwa iko weak. Ndio. Sasa ikiwa iko weak maana yake our Fed wanatafuta mbinu sasa ya kuifanya labda hivi strong, wanapandisha interest rate. Ndio. Wakipandisha interest rate maana yake automatic hiyo USD inakuwa iko strong. Sasa swali lako unauliza wewe unauliza mwalimu wetu sisi wanafunzi kwamba sisi je, tubaki na ile fundamental ya interest rate kwamba tutembee na hii kwamba currency itakuwa iko strong kwa muda gani ama itakuwa strong yani I don't know hapo umenipata. Mpaka hapo nimekuelewa mwalimu. Sasa kitu ambacho nataka niwaelekeze kwenye hii sehemu ni kuhusiana sisi trader. Sasa hapa siongei kama mwalimu, naongea kama sisi, mimi na wewe ni trader. Yes, sure. Tunapokuja kufanya maamuzi ya kwa mfano USD JPY, kwamba tunatakiwa tubuy hii hapa ama tuiseli kwa kufuata inflation report, wakati mwingine inakuaga na kigugumizi pale, kwa sababu unaweza ukabuy hapa, kwamba inflation imetoka kubwa ukasell, alafu kumbe investor wao wamefuata hii reaction ya interest rate, yani wameona habari kwamba inflation kama imekuwa strong, ina maana lazima take action kwenye nini, jinsi Federal Reserve wanavyoenda kufanya. Okay, sasa mwalimu samani hiyo interest rate sawa, as long as inakuta hichi ni kitendo cha dakika au sekunde tu kadhaa, si ndio? Hii kwamba imetoka inflation report, imetoka labda ndio news iko labda imetuambia ndo tuna sell, lakini kwa sababu Federal Reserve kwamba wata-counter ile ili kuweka mambo sawa, interest rate itakuwa tayari news yake imetoka, au itakuwa ni kitendo cha baadaye cha muda kadhaa baadaye, yani muda huo. Sasa hapo ndo trader tunapotaka kupaweka sawa. Yani wewe trader umetazama kwa picha ya hapo, lakini kumbuka hii chart ina react from where? Tulisoma hizi from where? Chart ina react from kitu gani? Impact ya hiki kitu, kwamba ni kitu gani kinaenda kutokea kwenye hii chart. Ina maana wale watakapo take action ndio zinazokuja kuleta reaction kwenye chart hapa. You understand? Ndio maana nikawa mwanzoni hapa nimekwambiaje kwamba inapotokea kwa mfano pair, kwa mfano unapotaka kutrade hizi inflation, unataka kutrade labda USD labda JPY, ama unataka kutrade SAU USD, wakati mwingine inakuaga ngumu mpaka itakapotoka uone kwanza reaction imekuaje, ili uweze kutumia njia nini number 2, kwa sababu sisi as trader tunakuwa hatujui kwamba our investor wanaenda kureact kwa kuangalia kitu gani, kwa sababu inapotoka inflation labda mwezi huu, uwe unafahamu next month kutakuwepo na interest rate. Kwa hiyo there are some investors ambao wana take action mapema ili waje kubenefit baadaye huko. Sasa ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea kwenye hii pair? Hiyo ndio inayokuwa wakati mwingine ni nini, ni changamoto. Japokuwa unaweza ukasell, wakati mwingine market ikaseli pale alafu ikarudi muda huo. Sio kama watu ambao washai ku-experience hichi kitu. Unakuta umeseli pair, labda ulikuwa unataka kutrade inflation. Market imetoka, price imeenda upande ule unaotaka. Baadaye dakika, yani sekunde, ndani ya sekunde tu market imerudi upande huo. Na mara nyingi inatokea kwenye upande wa nani? Wa hizi pair ama labda SAU USD. Yani unakuta labda inflation ilikuwa ni kubwa, ilikuwa labda ndogo, mfano labda inflation ilikuwa iko low, ikapelekea SAU kudrop, lakini unashangaa hii gold imesell, alafu pale imetoka huko ilikokuwa ina sell, imepata nguvu. Ni kwa sababu ya reaction ya nani? Ya hii USD.
Sehemu ambayo tunaweza tukawa ni sehemu ambayo ni sahihi sisi kutrade hii CPI, ama tukaweza tuko sahihi kwa 100% kulingana na investor wanachukua maamuzi pale pale bila kuangalia interest rate, bila kuangalia chochote, ni kwenye upande wa nani, wa Nasdaq. Yani mimi hapa ninachojaribu ni kukuepushia wewe nini, ile riski ya soko, kwamba unapokuwa unataka kutrade inflation huo unafahamu kwamba inflation inaambatana wakati mwingine na matokeo ya interest rate. Kwa hiyo nikitrade hizi pair zinaweza zikaniletea shida, ama nikitrade gold natakiwa ni trade katika staili ya namna fulani, kwa sababu hawa investors wanaweza wakaniweka katika hali ambayo ni tofauti kidogo, tofauti na ilivyo kwenye Nasdaq, kwa sababu Nasdaq ina company ambazo ni bidhaa za moja kwa moja na investors wa moja kwa moja, ambao interest rate ikitoka inflation ikiwa kubwa, unakuwa unafahamu kwamba hapa imeleta effect kwenye kila kitu. Kwa hiyo kama imeleta effect obvious, Nasdaq ita sell, ama kama imeleta effect positive, Nasdaq ita buy, na reaction yake inakuwa ni hapo hapo, inakuwa iko safi. Sasa reaction ya hizi pair currency ama labda gold wakati mwingine inakuwa inabadilika. Yaani tunajaribu hapa ni kuepushia ile nini, ile riski ya kwenye soko based on nini, on experience, lakini kwa kuconnect hizi inflation na kuconnect hii interest rate. Nimeeleweka hapo? Ndio mwalimu, nimekuelewa. Niko na mtu hapa bado kichwa kinawaka moto. Sasa hapa nifanyeje hapa? Hapa nifanyeje? Ni sell ni buy? Kitu ambacho unakiona bado kina wasiwasi unakiacha. Yaani hata mimi sasa hivi kitokea kwamba kuna kitu ambacho naona kwamba kinaweza increase risk kwangu mimi na kiacha. Hata mimi uwezo ukanikuta na trade inflation, labda na trade pair labda euro USD mfano. Siwezi kufanya hicho kitu. Nitakimbilia kwenye nini? Kwenye Nasdaq, kwa sababu Nasdaq inatupa matokeo ya moja kwa moja pale. Kama CPI ikiongezeka unakuwa unafahamu itafanya hii. Ikipungua unakuwa unafahamu itafanya hii. Na haina chenga sana. Haina chenga sana za kukimbia kama ilivyo kwenye currency, kwa sababu kumbuka currency inaendeshwa na vitu vingi tofauti na kwenye Nasdaq. Currency unakumbuka wale driver wa currency ni wengi sana kukompea na nini, na kwenye Nasdaq ama kukompea na sehemu zingine. Pair nyingine ambayo ama instrument ambayo ni nzuri pia kutrade inflation labda ni gold, kwa namna kwamba ukikosa hii Nasdaq unaweza ukatrade gold, ama ukikosa Nasdaq unaweza ukatrade USD30. Ndio maana hapa nimeunganisha CPI ya upande wa USD nikaunganisha na interest rate kwa upande wa USD. Hii sehemu nimeeleweka kabla hajaenda kwenye CPI ya Nasdaq. Umeeleweka? Yeah, umeeleweka. Brother, mbona mnajibu kinyonge sana? Umeeleweka kweli? Au ndio hiyo ngoja tusananie bwana, tusikiliza tu video huko baadaye. Umeeleweka mwalimu. Sawa. CPI inflation report kwa upande wa Nasdaq. Ende kwenye upande wa Nasdaq. Hivi mpaka sasa hivi Nasdaq kwa jinsi nilivyoelezea CPI, hamna mtu ambaye anaweza akatuelewesha hapa CPI ikitoka kubwa, ikiwa strong, ikiwa kubwa, ikiwa high. Kwenye Nasdaq, hem jaribu kutengeneza concept hapa. Tunafanyaje? Ikiwa low, tunafanyaje kwenye Nasdaq? Kwa jinsi ulivyoelewa kwenye. Mimi mwalimu, kwa jinsi nilivyoelewa, tumejifunza kwamba CPI ikiwa kubwa maana yake bei ya bidhaa zimepanda zikuwa. Kwa hiyo bei za bidhaa zikuwa kubwa, automatic wanunuzi wanapungua. Wakiwa wanapungua maana yake hata mfano kwenye hiyo Nasdaq kuna makampuni ambayo yanatoa product pamoja na kwa kama bei ziko juu maana yake wanunuzi watarudi nyuma, kwa performance za makampuni zitakuwa ziko chini. Ziko chini maana yake Nasdaq itakuwa ina sell. Kwa mimi ambavyo nimeelewa. Lakini ikiwa low maana yake na watu wanakuwa wanakutiwa kununua. Yaani vitu viko cheap, bei zake ziko affordable. Na watu wananunua sababu bei kwa maana yake kama wananunua kwa wingi maana yake makampuni yanakuwa yanauza sana, kwa hiyo performance itakuwa iko high hayo makampuni. Kwa Nasdaq itakuwa na high. I say thank you. Yaani kumbe watu mnanielewa vizuri. Hivi unaona mpaka sasa hivi kwamba picha ambayo inayokuepo kwenye forex industry. Sasa forex watu wengi tunataka kukomaa na hapa. Yaani previous, actual and easy. Tunataka kukomaa na hizi bila kutengeneza concept kama leo tengeneza brother hapa. Ukitengeneza hivi inakusaidia sana kiasi kwamba hizi previous, actual, forecast and actual inakuwa ni sehemu tu ya kwenda kumalizia mchezo.
Lakini unapokuwa umeshatengeneza concept yako, ina maana hata hizi previous, forecast and actual inakusaidia sasa mimi kujua nichukue maamuzi gani kwa wakati huu. Mpaka hapo kuna mtu ambaye hajaelewa? Kwa sababu mimi sihitaji kuongeza chochote hapo kwenye brother alivyoelezea. Kwa hiyo ina maana haya CPI ama haya inflation kwenye upande wa Nasdaq ama US30 tutasell USC, tutasell Nasdaq. Ikiwa low kwamba imetoka kidogo, basi tutafanya nini? Tutabuy Nasdaq. Mpaka hapo nimeeleweka? Mimi najitahidi kuuliza mara mbili kwa sababu najua hivi vitu tutaifinavyo. Yaani hamna namna utakwepa unless useme mimi bwana ikitoka CPI sihangaiki nayo, sitaki kuitrade. Na hayo ni maamuzi pia ambayo yanaweza kawepo. Sasa tuende kwenye concept nyingine. Concept nyingine hapa kwenye hizi news zote ambazo tumeziona. Inakuwaje inapotokea hizi previous zimekuwa nini? Zimekuwa constant, hazijabadilika. Kwa mfano previous imekuwa labda ni 0.45 mfano, alafu forecast ikawa predicted kuwa ni 0.45 and actual data ikatoka ni hiyo 0.45. Maana yake ni nini? Sasa hapa narudi kwenye interest rate. Nataka nikamilisha hapa kwenye interest rate ama CPI, hizi zote mbili, kwamba inakuwaje kama CPI ama interest rate imebaki ikiwa constant, hiyo haijabadilika chochote. Kwa mfano hapa tunachoenda kukifanya ni kuangalia data iliyopita ilifanya reaction gani, ama tunaangalia data iliyopita ilikuwa wapi. Yani mfano labda tuseme hizi ni data za mwezi March, afu hizi ni data za mwezi April. Tunaangalia previous ya mwezi March ilikuwa labda ni 0.25 previous. Hii previous ina maana kama ni data za mwezi March, ina maana ilikuwa ni data za nani? Za February. Alafu forecasted ikawa ni 0.45 and actual iliyokuja kutoka ikatoka ni 0.45. Kwa hapa kama ingekuwa ni CPI ama ingekuwa ni interest rate, tungechukua maamuzi gani hapa? Nasdaq ingekuwaje hapa? Kwa kuangalia hizi data ilitoka 0.2, wakaweka forecasted kwamba ni 0.45, ikatoka 0.45. Tungefanyaje hapa kwenye Nasdaq? Tungesell. Sawa? Maana yake ni kwamba previous ilikuwa ni kubwa, ikawa forecasted, kwa hiyo maana yake ile interest rate imefanya nini? Imeongezeka. Ama CPI imefanya nini? Upande wa CPI kwamba CPI imefanya nini? Imetoka 0.25 ukaja forecasted ikaja 0.45, alafu ile kuja kutoka ikaja 0.45. Kwa upande wa nani? Wa CPI. Maana yake imefanya nini? Imedrop. Kama imedrop, maana yake tunafanya nini? Tunabuy Nasdaq. Kwa upande wa nani? Wa CPI. Sasa je, mwezi uliofuata ikatoka ni 0.45, forecasted ikawa ni 0.45 na actual ikatoka ni 0.45. Tunafanyaje? Utakachokifanya kwa hapa utaangalia, kwa sababu before that forecasted iliongezeka ikaja 0. ngapi? 0.45 na iliyotoka ikaja 0.45. Kwa hiyo maana yake ni nini? Hii hapa bado iko nini? Bado iko haya, iliongezeka. Kwa hiyo kama huku reaction iliyotokea kwenye mwezi March labda ilitoka ikiwa ni indicate ni ya kusell, huo unafahamu kwamba mwezi unaofuata na huo data zikifanana, ina maana as a trader utafanya nini? Utasell, kwa sababu inakuwa inakuonyesha kwamba inflation bado iko high. Kwa hiyo kama bado iko high, iko kubwa, maana yake hata kwenye Nasdaq italeta effect ya kufanya nini? Ya kusell. Kwa hiyo hii concept ina apply kwenye interest rate, kwamba kwenye interest rate tumeona previous ikiwa ni 0.2, alafu forecasted ikawa ni 0.4 na actual ikatoka ni 0.4, imeongezeka. Kwenye interest rate hapa tunafanyaje?
Kwa upande wa Nasdaq. Kwa upande wa Nasdaq interest rate ikiongezeka tunafanyaje? You guys umesahau sasa hivi? Au concept zimekuwa nyingi sana. Tunaseli. Kwa hiyo ina maana kama tulisema tukiashumu kwamba hizi data zilikuwa ni za March, maana yake kama ni April alafu zikatoka hizi kwamba previous ikawa ni 0.4, iliyotoka forecasted ikawa ni 0.4 and actual ikatoka ni 0.4, maana yake tutachukua reaction ile ya ngapi? Ya March, kwa sababu inaonyesha interest rate bado iko high. Sasa experience sasa, inapotokea interest rate haijabadilika kwa mara ya kwanza ikakaa vile vile, market ina react kikawaida. Ina react kama itatengeneza mwendo, itatengeneza mwendo mrefu kidogo wa standard, lakini inapotokea tena ikajirudia mara ya pili, data zikafanana, mara nyingi inakuwa nini? Very very slow. Market react kwa nguvu kama ilivyo act mara ya kwanza. Kwa hiyo data zikiwa zinaendelea kufanana vile vile, hawazibadilishi vile vile, inakuwa sio opportunity nzuri kwa trader kutrade, kwa sababu kama zitaendelea kufanana, ina maana there is no any new action ambayo inachukuliwa na investors. Kwa hiyo kama hamna any new action ambayo imechukuliwa na investors, maana yake hata sokoni huku patakuwa pako lazy, hapata kuwepo na nini, na impact ya aina yoyote ile. Tuende kwenye kitu kingine hapa ambacho cha kuongezea. Sasa inapotokea kwa mfano kuna CPI, unakuta kuna CPI siku hiyo hiyo, alafu siku hiyo hiyo kuna tamko fulani limetoka, labda la president fulani, labda kuna sera fulani ambayo ilikuwa ni kubwa imebadilishwa, ikashake soko completely. Wewe unafahamu hata hizi CPI inflation zinaweza zisiperform vizuri. Inaweza isiperform vizuri kwa sababu kuna news ambayo imeshaongelewa pale. Kwa mfano labda kipindi hiki ambazo hizi CPI ambayo imetoka kipindi hiki ama iliyotoka labda interest rate imetoka kipindi hiki, imekutana na news ya tariffs. Tariffs ni news kubwa sana kiasi kwamba imezimeza hizi CPI, imezimeza hizo inflation, na kuonekana ni kama vile hata market haikureact, kwa sababu ilikuwa ni news kubwa ambayo CPI zinakuja kutoka. Even investors walikuwa tayari wanauoga kwa kipindi hicho, tunachukua maamuzi gani? Kwa sababu tariffs imeaffect vitu vingi sana. Tutaenda kuisoma, tutaenda kuonyesha namna ya kuiona na kuinterpret tutakapofika kwenye daily fundamentals. Kwa hiyo ukisoma daily fundamentals na ukaja ukasoma hizi calendar fundamentals, utakompare huku na huku. Nitakuonyesha namna nzuri, tukisoma hizi news zote na ukazielewa vizuri, haitokuia shida sana kuweza kufanya nini, kuinterpret. Kuna brother alikuwa anaita hapo. Mwalimu. Mimi nilikuwa nataka unipe uwiano kati ya kusoma hizo forecast na previous, kwamba tunahusisha vipi kwamba inflation imepanda au imeshuka. Sasa hapo nataka unieleweshe vizuri kidogo, maana nataka nijue, yani kwamba ili nijue inflation imepanda au imeshuka, nitakuwa niziangalie hizi previous, forecast na actual, ndio? Sasa natambua vipi? Sijui hapo, hebu ngenifafanulie. Kuna mtu anaweza akatusaidia kujibu hiyo? Kuna mtu ambaye anaweza akatusaidia? Mbona tumetoka mbali sana, au kuna mwingine ambaye ana question ya hivyo hivyo? Mimi mwalimu na shauri kama anaweza, sijajua ratiba zake, ila kama anaweza angerudia ile video ya kipindi cha mwisho, ile ilikuwa ina maelezo ya part 1 ile kalenda. Inawezekana hakuelewa pale, ila akirudia I sure kabisa ataelewa. Nashauri hivyo. Yaani ataelewa kabisa akirudia ile. Naomba mnaweza mkaniazima dakika kama 5 hapo. Tumeshazidi muda wetu wa darasa. Naweza mkaniazima hapo, twende tukaone hizi CPI. Sije mkaniacha niko mwenyewe hapa ndani. Twende nikaone kwa haraka hizi CPI. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Sijataka kukizungumzia huko kwa sababu ilikuwa ni upande mwingine ambao nataka tukione pale kwenye kalenda yenyewe. Kalenda hii ni upande wa, naomba tuangalie mwezi huu hapa. Ndani ilikuwepo inflation. Ilikuwepo inflation report. Mwezi huu wenda ilikuwepo inflation report CPI.
Unaona hii hapa inflation report zinakuwa hivi. Unaona wanavyoandika? Zinakuwa ni news ambazo zinafuatana. Always zinakuwa hivi. Kama hivi. Hii haipo. Inakuwa hivi. Muda saa 9:30 PM. Kuna hapa sasa kuna kitu ambacho nataka ukione hapa. Kwanza kuna hii msamiati year. Ukikuta wamekuandikia hii wanamaanisha month to month. Ukikuta wanamaanisha year to year. Kwa hiyo kama hapa CPI hiyo ni CPI ya mwaka mzima. Ungekuta wamekuandikia CPI hivi alafu maana yake ni CPI ya mwezi huo. Kwa hiyo data zake zinakuwa kama hivi zifuatavyo hivi. Sasa hapa kuna mwingine anajiuliza, hii core CPI ni nini? Core CPI ni nini? Tumeona kwenye upande wa CPI kwamba ni indicator ambayo ina measure price change ya final consumer, ikiwa imeangalia goods and services na ina include nini? Food and energy. Nadhani mnakumbuka kwenye upande wa CPI yenyewe jinsi inavyokuwa. Inatoa price kwa upande wa goods and services, lakini ina include food and energy. Lakini hii core CPI yenyewe inakuwa include food and energy. Inakuwa ni ile inflation ambayo ni indicator ambayo inakuwa na measure mfumuko wa bei, lakini yenyewe report yake inakuwa haija include nini? Food and energy. Na include bidhaa nyingine huko, labda bidhaa za ujenzi, bidhaa zingine, lakini ambazo hazihusiani na chakula ama mafuta. Labda mnapozungumzia energy ni kama hizo oil na vitu vingine, petrol na vitu vingine inakuwa haihusishi. Ndio maana unaona hapa kuna core CPI. Sasa nataka tutengeneze concept moja hapa. Unapokuta kwa mfano kama hii previous, hizi data zote tatu inabidi uzizingatie. Inapotokea kwa mfano kama hapa previous ya CPI ya mwaka ilikuwa ni 2.8, wakaileta forecasted ikawa ni 2.5, lakini ile kuja kutoka ikawa ni 2.4. Hii ilikuwa ni nzuri sana kwa upande wa Nasdaq, ilikuwa inaenda kubai. Hii CPI ya mwezi ilikuwa ni 0.2, ile kuja kutoka ikawa ni 0.1 na ikaja kutoka negative 0.1. Ilikuwa ni percent nzuri sana, ilikuwa imesupport. Number 3 core 0.2 previous, forecasted 0.3, lakini ile kuja kutoka ikatoka ndogo zaidi ya ile 0.1. Kwa hiyo ilikuwa imesupport nini kwenye Nasdaq hapa. Ina maana kama tungekuwa tunaenda kwenye Nasdaq ama unataka kutrade Nasdaq, ilikuwa imesupport pure nini, ilikuwa imebuy, kwa sababu inflation inaonekana ime-drop kwa kiasi fulani. But ingetokea sasa kwamba labda hii CPI ya month labda 0.2 hapa alafu forecasted ikawa ni 0.1, alafu hapa ikaja ikatoka 0.3. Ina maana data zimepishana. Hii ya chini imetoka kivyake, namba 2 imetoka kivyake. Kwa huyu wa chini angekuwa ana support kubai, huyu ana support kubai, alafu huyu hapa ana support kusell. Inapotokea scenario ya namna hiyo sokoni, ukaona data zimekuwa hivi, uwe unafahamu hiyo siku market haito react kama unavyotaka wewe. Ina maana itakuwa ina buy inashuka chini, ina buy inashuka chini. Yaani haitokuwa na ile supportive movement ya moja kwa moja. Lakini inapotokea hizi data zote 3 data zote zikafanana, yani kwamba huyu na huyu wote wakafanana, wote hawa wakaelekeza upande mmoja wote kwa pamoja, maana yake kama ilikuwa ni kusell, wote wamesell, basi kwa mfano kama hapa hizi data zote zimesupport nini? Kubai. Kwa hiyo kama ilikuwa ni kubai, ina maana Nasdaq ingebai kwa urefu mkubwa sana. Lakini kama ingekuwa ni kuseli, mfano labda data hizi zimetoka zinaashiria kuseli, ungekuta Nasdaq imeseli vizuri sana. Lakini kama data hizi zingekuwa zimetofautiana, labda huyu wa chini labda akawa ni 0.5 akatoka labda 0.7, ina maana forecasted target haijafikiwa, maana yake wangekuwa wanapishana na hao wanani wa juu. Kwa hiyo ingeleta shida kidogo. Unemployment claim unaona na yenyewe ilikuwa katika muda mmoja huo. Hii sijaigusia, lakini nitakuja kuigusia, tutakuja kujifunza na yenyewe. Kwa hiyo data hizi zote kama zina support katika upande mmoja, kama ni trade unataka kutrade,
wewe unafahamu kwamba huo ndio muda sahihi sasa wa kutengeneza pesa. Kama zikipishana, wewe unafahamu kwamba riski yako ya kupoteza inaweza ikawa kubwa, kwa sababu namba hizi zishapishana, zinapinzana, kwamba hii ya mwezi labda imepishana na ya mwaka mzima, average ya mwezi na average ya mwaka imepishana. Kwa hiyo kama imepishana, direction inaweza ikawa nini, ni tofauti kidogo. You need to be very careful hapo. Nitakuonyesha namna ya kutrade, wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu yote lengo la kujifunza hapa ni kuhakikisha tuna minimize ile rate ya kupoteza trade ama rate ya kupoteza kupata hasara. Kwa hiyo ukisha minimize unajikuta huko katika sehemu ambayo nini ni nzuri zaidi. Any question mpaka hapo? Mwalimu. Yes, swali langu ni dogo tu hapo kwenye hapo kwenye kalenda hapo. So hapo kwenye data za forecast actually kwenye upande wa hii hapo CPI. Ndio. Zinakuwa hivi constant au huwa zinabadilika kwenye hii hapo kwenye upande wa hii? Kwenye hii hapa? Yes, hapo kwenye hii. Zinabadilika, inategemea, na unaweza kukuta hapa inayokuja kutoka tena ukabadilisha, zinabadilika. Kwa mfano kwenye upande wa CPI, kwa sababu kumbuka mfumuko wa bei wanapambana nao sana, nchi yote inapambana na mfumuko wa bei, kwa hiyo namba hizi huwa zinabadilika. Sawa. Ni hapo kwenye monthly nilikuwa sina shida napo, ili iko hapo kwenye hii, ila nashukuru kwa comment nionyesha. Zinabadilika. Sawa. Kwa hiyo ikibadilika inabidi utazame hii hapa sasa, kwamba kwa sababu wao walikuwa wana mpango wa kuitoa kwenye 2.8 waipeleke 2.5, lakini ikashuka zaidi. Kwa hiyo yalikuwa ni nini? Ni matokeo mazuri zaidi. But ingekuwa kwamba imetoka target ilikuwa ni kuitoa 2.8 waiweke 2.5, lakini hapa ikatoka 2.7, ingekuwa imeshuka kulinganisha na mwezi uliopita, lakini target ingekuwa haijafikiwa, bado ingekuletea shida kama ungekutaka kutrade sokoni. Kwa hiyo hizi data zote inabidi zote zifanane na send market to the same place zote. Kama zimeseli zote, kama zimebuy zote. Inakuwa ni opportunity nzuri sana sokoni na unaweza ukatrade. Kipindi hichi hatujaona reaction sana za CPI, hatujaona reaction sana za FOM kwa sababu kulikuwepo na tariffs. Tariffs imevuruga mipango yote, investors wote ni kama vile wengine hata wamekimbia sokoni. Wengine wameamua tu kukaa kwanza wasubiri Donald Trump haseti mipango yake na aweze kutengeneza mambo mazuri. Na kitu kimoja ambacho nataka ni tukizungumzie darasani hapa. Katika kipindi hiki cha Donald Trump ni kipindi kizuri sana. Yaani kama ni mtu unataka kujifunza hizi mambo ya stocks, unataka kujifunza mambo ya forex, unataka kujifunza crypto, I'm not sure, kwa sababu kipindi kilichopita crypto bado ilikuwa haijaanza kupik sana kama sasa hivi. Lakini kwenye upande wa hizi stocks, Nasdaq, US30 na currency sidhani, kwa sababu muda uliopita kipindi chake kilichopita kile Donald Trump tunaona currency akupei sana attention, lakini ilipokuja kwa upande wa Nasdaq ikaja kwenye upande wa US30 alikuwa anapei sana. Tuzungumzie kwenye stock market kiujumla, alipei sana attention. Kwa sababu gani? Chama anachotokea na Donald Trump ni Republican. Tunasemea kwamba ina tycoon businessman wengi sana. Ukizungumzia watu ambao ni matajiri kwa upande wa Marekani, wale matajiri ambao wana wealth kubwa sana, asilimia kubwa wanatokea Republican. Sasa hiki chama asilimia kubwa pia kinaangalia watu wameinvest wapi. Asilimia 62 ya watu wa Marekani wameinvest kwenye stock market. Kwa hiyo ina maana rahisi, ili ufanye vizuri watu wakufurahie, you need to do very well kwenye nini? Kwenye stock market. Ndio maana kipindi cha Donald Trump kilichopita, trader tuliposikia Donald Trump anaondoka kwenye uongozi, it's like msiba, yani kama vile si umefiwa, kwa sababu jamaa alikuwa anaendesha soko, unaweza ukapredict vizuri na ukafahamu kwamba sasa hivi kitu gani kinaenda kutokea. Na uzuri wa Donald Trump, make sure kama hujamfollow, go to Twitter uhakikishe unamfollow, kwa sababu yule jamaa nitawafundisha namna ya kuziangalia tweet zake hapa. Anaweza kaandika neno fulani ukajua kabisa hii inamhusu Nasdaq hapa. Hapa we are going to buy Nasdaq or we are going to sell Nasdaq. Tunataka tuchukue nini? Tuchukue maamuzi ya moja kwa moja. Kwa hiyo kipindi cha Donald Trump naona sasa hivi bado yuko ana set vitu vyake, bado alivyoingia ikulu na vitu, nadhani kuna mambo hayajakaa vizuri, lakini kuna kipindi market itatulia na itaenda vizuri. Na itatulia kuelekea wapi? Itaelekea kwenda kwenye nini? Kwenye kubai, kwa sababu investor hawatengenezi pesa market ikiwe na sell. Ikiwe na sell market, matajiri wote duniani na investors wanakuwa wanapoteza pesa. Sasa
Donald Trump hawezi kukubali hicho kitu kitokee, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaoongoza, asilimia kubwa chama chake ni from businessman. Ndio maana unaona hata alivyoingia tu kwenye urais wake, watu wa kwanza aliowachagua matajiri. Even Elon Musk amemuingiza kwenye nini, kwenye list ya wale ambao ni washauri wa mambo ya masuala ya nini ya kifedha na vitu. Ana kategoria yake kwenye Elon Musk ambaye ni tajiri mkubwa duniani wa dunia kwa sasa hivi. Sasa Elon kwenye kipindi cha tariffs amepoteza a lot of money, billions of money amezipoteza kwenye stock market. Sasa hivi hawezi kuweza kuendelea kwamba stock market iendelee kudrop kwa sababu ya sera fulani watafix. Unaona hata juzi alivyoenda kwenye tariffs akaona kwamba tumeweka tariffs imekuwa kubwa. Simu za kwetu iPhone zinatengenezewa China, zingine zinatengenezewa sehemu fulani. Sasa kama tumewekea tariffs yao kubwa, kodi yao imekuwa kubwa, ina maana tukitaka kuuza iPhone yetu sisi tunaweza tukaiuza hata 10 million, yani dola 3,000 mpaka 4,000 iPhone moja ndio tunaweza tukaiuza. Je, si tutaenda kuua hii kampani yetu ambayo ni ya ndani? Ndio naona sasa juzi, na kama sio juzi, jana ameondoa tariffs kwenye vifaa vyote vya simu, ameondoa tariffs kwenye vifaa vyote ambavyo vinahusiana na mambo ya internet vyote. Kwa hiyo ni zero tariffs, hamna chochote. Maana yake hiyo ni nini? Anaweka mazingira ya kuifanya hizi companies ziendelee kufanya nini, kuwa strong. Hizi companies zikifanya vizuri kwenye Nasdaq we will always buy, kwenye US30 tutaendelea kubai tu. Kwa hiyo wewe kama trader unatakiwa kuendelea kufuatilia zile habari zinahusu nini. Hata juzi hapa tumetengeneza pesa kwa sababu jamaa amecheza tu na market ili drop, investor wakalalamika sana, media zikalalamika sana, market ina drop, jamaa akaposti just one tweet ikabadilisha kila kitu. Anatoa taarifa, kila kitu kikabadilika. Trader unatakiwa muda unachukua action, unaondoka na cha kwako. Kwa hiyo na insist sana, jitahidi sana uzielewe hizi fundamental. Jitahidi sana kwa namna yoyote ile. Mimi ni bora mtu asiwe hata mzuri kwenye technical analysis, lakini kwenye upande wa fundamental hakikisha unaelewa kwa namna yoyote ile, ili kinapokuwa kinatokea kitu chochote duniani hapa unaelewa kwamba hiki kina interpret nini kwenye upande wa forex, kina interpret vipi kwenye upande wa stock market. Wanapoizungumzia stock market, wewe unafahamu kwamba Nasdaq imezungumziwa, US30 imezungumziwa. This is an investment. Mimi naweka nguvu zote kwa sababu hii ndio biashara yangu, naitegemea, na hata na biashara hizo nazo nyingi zote chanzo chake imetokea hapa kwenye NAS 100 na US30 na kwenye forex kwa ujumla. Kwa hiyo nguvu mimi naiweka hapa si sawa na mtu ambaye anafanya for partial labda hivi na vitu kama hivyo. Hapana, nimewekeza muda mrefu na hata kitu ambacho nafundisha hapa, ndio maana najitahidi sana kwenda deep kidogo, kutoa mifano mingi ili nihakikishe product inayokuja kutoka hapa darasani isiwe ni zile products zinazochora tu mistari na kuamini kwamba soko lipo tu hivi. Hapana, tuwe na facts ambazo zinaweza kufanya sisi tunatengeneza matokeo ambayo ni nini, ni mazuri. Any question, any comment? Kwa darasa leo imekuwaje? Nimeeleweka vizuri? Bado kuna kuna mahali hapo ulisema kwamba inabidi kufanane kwenye actual. Sasa nikiangalia kwa mfano kwenye CPI hapo kuna 0.1%. Hiyo cost CPI MM ina 0.1%, lakini hiyo nyingine CPI YY ambayo ni ya mwaka ina 2.4%. Sasa ulipokuwa umesema kwamba uliniacha kidogo hapo. Yani nilipozungumzia kwamba zifanane na maanisha zote zi indicate same direction. Okay, sawa. Sio kwamba zifanane hizi namba, yani zote ziwe zinatoa direction moja. Kama ni za kusell zote zi indicate kusell, kama ni kubuy zote zi indicate kubuy. Okay, sawa mwalimu, asante sana. Darasa limekuwa vizuri sana kwa kweli. Okay. Kwa hiyo kama hapo kwenye CPI year to year ina maana huwa inabadilika kila mwezi ama kila mwaka, hiyo namba inabaki constant mwaka mzima, then inabadilika mwingine ama kila mwezi hii wanakuwa wanatoa data za kila, yani inapotoka CPI. Kumbuka hii CPI hawatoi kila mwezi, inaweza ikamaliza mwezi mmoja wakatoa tena, au wakatoa mwezi fulani wakatoa hivyo tena. Kwa hiyo hii wanakuwa wanatoa ile average ya mwaka mzima. Kumbuka hii ya kila mwezi inapokuwa inapungua ina affect average ya mwaka mzima. Kwa hiyo hii inakuwa inatoka zikiwa hivyo hivyo, unakuta ziko YY, MM na MM ziko hivi. Sawa, swali lingine la mwisho samahani. Kwa hiyo sorry kwamba kuna kitu
yani kuna kwenye stock ya Nasdaq na 30 kuna sheria ambazo zinaongoza kwamba makampuni ambayo yawe ni ya Kimarekani tu ama hiyo ni sheria iko wazi, huwezi ukaingia Nasdaq. Kwanza yako katika category, tutaenda kusoma, mtaenda kuyaona yote vizuri. Yanaweza yakawepo nje ya Marekani, lakini huwezi ukaikuta kampuni ambayo ni nje ya Marekani afu ikawa na influence pale. Haiwezekani. Yaani Marekani ni wajanja sana. Haiwezi kuwa China company imekuja pale ikawa powerful pale, never. Okay. Sawa, asante. Kuna brother mwingine hapa? Sasa nimeelewa. Niko kwamba hizi manake hizi CPI pia inapokutoka CPI inatoka kwa pair hizi 3 kwa wakati mmoja, si ndio? Basi ndio ilikuwa swali langu. Okay. Mpaka hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri. Nadhani nitakuwa nimeeleweka vizuri.